Mtazamaji wa Mnyasa Media, leo tumempata afisa habari ndani ya klabu ya Coastal Union. Hapa namzungumzia Hussein Mchovu. Naenda kuzungumza naye kuhusiana na mambo mengi ya kandanda. Kubwa ni kuhusiana na klabu yake ya Coastal Union, lakini vile vile tutagusia kwa ujumla wa ligi kuu ya NBC Premier League. Bwana Hussein, mambo yanakwenda? Alhamdulillah bila amen. Naona Tuko sawa. Naona mnajipanga kuwavaa wananchi Young Africans. So tunajipanga, tumeshajipanga, tumeshajiandaa. Mbakia kesho tukiingia kwenye mchezo kwa ajili ya kutafuta ushindi na kutafuta matokeo mazuri. Ukiangalia Coastal Union, namna ambavyo mmesajili, namna ambavyo mmeboresha kikosi chenu na Young Africans hii ambayo inasajili mbalimbali, kwa mfano Peter Shalulile tumeona ingizo jipya, Stefan Aziziki amerejea na wachezaji wengine wengi ambao wameingia ndani ya klabu ya Young Africans. Mnaonaje kwenye mchezo wenu wa kesho dhidi yenu nyinyi Coastal Union? Unajua bana, haya majina hayachezi mpira jambo la kwanza. Hili nimekuwa nikilizungumza sana. Nafikiri hata watu wa mpira watakuwa wananielewa vizuri. Majina hayachezi mpira. Kwa hiyo sisi jambo la msingi tunaliangalia kwa ukaribu ni timu inaona ushindana nayo. Hiyo timu inang'ana ndani haituhusu. Sababu kama ingekuwa nyepesi, toa watu wengine wote 10 mweke mmoja acheze peke yake. Jambo ambalo haliwezekani hata kidogo. Kwa hiyo sisi tuna kikosi chetu imara, tuna wachezaji wapi ambao tumeongeza na wale ambao walikuwa kwa msimu uliopita, quality za kutosha kweli kweli. Tunaamini Young Africans pia ni miongoni mwa timu bora nchi hii. Tunaamini na tunaheshimu hilo kwa ukubwa kweli kweli. Lakini sasa tunapokuja kukutana timu baina ya timu, hapo ndipo ambapo hiyo hofu inabidi isiwepo na hakuna ambaye anamhofia mwingine kwa namna moja au nyingine. Tutaingia uwanjani kwa ajili ya kutafuta matokeo, kutafuta alama 3 na kupambania timu yetu ili ishinde. Tuna motivation ya kupoteza mchezo wa kwanza. Kwa hiyo sisi tunatafuta ushindi kwa mchezo wetu wa pili wa ligi ya NBC. Mwenzetu yeye ana motivation ya kushinda mchezo wa kwanza. Hizi ni scenario mbili tofauti, lakini zinaweza zikasababisha mchezo kuwa mzuri na kuwa mgumu. Sisi tutaingia uwanjani kesho kupambana, ndugu yangu, ni kutoa hofu wana michezo, mashabiki wote wa Coast nchi nzima. Kesho tutaingia uwanjani kupambana. Kama kuna mtu yoyote analeta mambo ya majina, sijui kuna fulani, sijui kuna yule, sijui kuna huyu kafanya nini, sisi hatuconsider hayo mambo hata kwa bahati mbaya. Tunaingia uwanjani kupambana, kutafuta alama 3 na inshallah tutashinda. Msimu uliopita timu nyingi za ligi kuu ya NBC Premier League zilikuwa zikilalamikia maamuzi ya waamuzi kwamba hayako sawia. Bodi ya ligi imeboresha kwa maana ya shirikisho la soka Tanzania TFF, wamekuja na football video support kwa ajili ya kumsaidia mwamuzi kufanya maamuzi. Tumeona imeanza kufanya kazi, baadhi ya michezo ikiamuliwa na baadhi ya watu wengi wameweza kupongeza. Kwa upande wenu hamkupata malalamiko msimu uliopita na ujio wa hii VS na uonaje? Ni jambo jema. Hata mimi mara ya kwanza wakati nilikuwa introduced kwenye mpira wa Tanzania, mimi niliona ni jambo lenye heri kweli kweli. Na kuna scenario ya baadhi ya matukio. In fact hata Tanga pale ilitumika. Mchezo wa kwanza dhidi ya Mashujaa ilitumika. Ni jambo ni kitu ambacho kinakuja kutatua changamoto ambazo zilikuwa zinatupa tabu kwa muda mrefu. Kwa hiyo nipongeze shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa kufanya ubunifu kama huu, kuleta jambo. Unajua wengi kwa wanaanza kwenye VAR tafute VAR namna ilivyo expensive kwa kuihost kwenye mechi moja. Kwa hiyo kuja na hili wazo la FVS, football video support, imesaidia sana. Angalia namna ambavyo sasa hivi kazi inayofanyika. Kutokea kuna changamoto yote ya kibinadamu, kuna namna ambayo hakuna usawa kwenye maamuzi, basi maamuzi yaende akatizame ajihakikishie. Ni jambo ambalo liko worldwide. Kwa mimi nipongeze shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, nipongeze pia bodi ya ligi kwa hicho alichokileta, ni kizuri. Sisi Coast tumeunga mkono, tumeona jambo la kheri ambalo linaweza kusaidia mpira wa nchi yetu. Nafikiri hata timu nyingine pia zitakuwa zimeona umuhimu wa hichi kitu, kwa sababu wako ambao baadhi ya matukio yametokea kwa michezo hii ya mwanzo tu, maamuzi yakawa tofauti, lakini baada ya marefarees kwenda kujihakikishia kwenye zile video, wanakuja kuweka usawa wa maamuzi na haki inatendeka. Kwa hiyo jambo la kheri, sisi tumepongeza. Binafsi mimi pia nimeona ni sawa, na kama itawapendeza shirikisho pamoja na bodi ya ligi kwa siku za usoni waendelee kuboresha sasa mpaka tuje kufika kwenye level ya kuweka VAR kwenye viwanja vyetu vyote vya ligi kuu. Mmemuza Bakari msimu kuelekea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Je, mbadala wake ndani ya Coastal Union amepatikana ama bado mnaangalia dirisha dogo la mna gani mfanye ili kuhakikisha kwamba nafasi yake inaweza kuzibiwa na mchezaji ambaye atakuwa na uwezo kumzidi
Bakari Msimu ama kulingana na yeye? Okay, ameondoka winga Bakari Msimu, tumeingiza Faridi Musa Malik winga. Tumeingiza Idi Manyerere kutoka First League Rhino winga. Tumeingiza Tiba John winga. Umeelewa ndugu yangu? Nakuelewa. Toa chuma weka jiwe. Show yani toa chuma weka jiwe. Hakuna ambacho kinabadilika. Sisi ni mabingwa ku bounce back kwenye matatizo yetu. Ni mabingwa replacement za vipaji. Before Bakari Msimu tulikuwa tuna wengine wengi ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo Bakari amekwenda kutafuta changamoto mpya, sisi tumempa kila lenye kheri. Ni mtoto wetu wa nyumbani, alikuwa anakwenda, Mwenyezi Mungu asaidie afanye vizuri. Lakini kwetu sasa tumeshafanya marekebisho ya hiyo sehemu na tayari sehemu imekuwa sealed. Yaani sasa hivi ukienda mazoezini kama mimi ningekuwa kocha, yani mimi ningekuwa fikiri sasa hivi. Mimi sijui ningechanganyikiwa kwa kweli. Kwa sababu kila mtu yuko moto, yani kila wingi anateleza, kila midfielder anapiga pasi, kila mchezaji anakwenda kwa matukio kwa wakati, yani vitu very technical playing. Mimi ningekuwa kocha kifupi ningechanganyikiwa. Ningewaambia sasa jamani niingize uwanjani na timu wazaji 15 kwa sababu kuwapanga 11 anashindwa. Umeshaelewa? Lakini nashukuru mwalimu Fikiri ile asafanya kazi yake kwenye ubora kwa kweli. Kwa hiyo la Bakari Msimu kwanza sisi tushamaliza. Tushatoka kuhusiana na mchezaji huyo Bakari, mchezaji wa timu nyingine kwa sasa. Na sisi tumemtakia kila la kheri. Dada mlimbuza kwa dawa shingapi? Kuna jambo la kuweka sawa hapo. Kuna contradiction kidogo. Bakari Msimu mkataba wake uliisha. Ulitamatika. Mkataba ulitamatika, ikaja ofa ya kwenda klabu ambayo anaitumikia kwa sasa. Kwa sababu ni mtoto wetu wa nyumbani, kwa mapenzi aliyokuwa nayo na host na sisi mapenzi tuliokuwa nayo dhidi yake, tukaona kuna haja ya kumruhusu kwenda kutafuta changamoto mpya kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira wake. Kwa hiyo limefanyika kwenye mlengo wa kibusara zaidi. Na binafsi kwenye ofisi yetu tushafunga ukurasa, tushamaliza hizo habari. Sasa hivi tuna focus kwenye ligi kuu na wachezaji ambao tuko nao kwenye kikosi chetu. Mnaposikia viongozi wa klabu ya Young Africans wanashika maiki siku yao ya matamasha, tajiri zungumza chochote, anatoa kauli ya kusema kwamba Yanga bingwa. Ili hali kuna timu zaidi ya 15 ambazo zinashiriki ligi kuu ya NBC Premier League. Hii hali nyinyi mnaipokeaje kusema Yanga bingwa alafu mwisho wa siku wao wanakuwa mabingwa? Mara ituhusu mbona. Hata hajawahi kutugusa sisi. Sasa kiongozi wa timu yake kasimama. Sasa skaitetea timu yake. Kasema Yanga bingwa. Yake. Sasa watu wanahoji yeye acheze mpira timu haijacheza mechi yoyote baada anasema Yanga bingwa. Kwani ngoja mashindano yakianza unaanza kwenda kushuka daraja? Hapana. Hata sisi hatushiriki kwa ajili ya kushuka au kushiriki kwa ajili ya kufeli. Kwa hiyo lazima ukisimama kama kiongozi wa timu husika utainadi timu yako na kuipa ubingwa au kuipa mafanikio. Ni jambo ambalo la kawaida kabisa. Lakini sisi wala hayatuhusu hayo, wala sio miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kutufikirisha kwa namna moja au nyingine. Sisi tunafikirishwa na mambo yetu. Kwa mimi nikisimama hapa kama msemaji wa Coastal Union nitakwambia malengo ya Coast, viongozi wangu kiwasikia wanavyoongea watakwambia ambacho wanataka Coast ifike kwa msimu huu. Kwa sasa kama ingekuwa inachoma kila mtu angeumia kwa sababu kiongozi wa timu fulani kaongelea timu yake kwa mazuri. Nafikiri kimpira hiyo ni jambo la kawaida sana. Sana. KMC kashuka daraja msimu uliopita. Lakini hata sasa hivi kumsimamisha kiongozi wake atakwambia msimu huu sisi ni mabingwa wa championship na tutarudi ligi kuu msimu ujao. Sio, umeelewa Sheikh? Nakuelewa sana. Kwa jambo la kawaida, very normal na ni jambo ambalo ni positive. Kimsingi kwenye mlengo wa swali lako ni kwamba sisi haliwezi kutufikirisha wala kutuumiza kichwa wala hatukeri kwa namna moja au nyingine. Tuna yetu, tuna deal na yetu na tutafocus na mambo yetu. Kuna msemo unasema ukimwona jirani yako ananyolewa au ukimwona mwenzako ananyolewa basi zako tia maji. Kinachoendelea ndani ya klabu ya Simba ukiwa afisa habari wa Coastal Union. Kwanza nini kinaendelea niambie? Nini kinaendelea? Huko bwana kuna migogoro inaendelea kati ya mashabiki baina ya viongozi wao. Timu gani? Timu ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Utajua wenyewe. Utajua wenyewe. Lakini wewe ni mdau wa michezo. Unaweza kutoa maoni yako. Sitaweza kuwashauri. Sitaweza kuwashauri. Sasa wao wako wangapi? Washindwe kushauriana. Wako wangapi? Yaani timu yao ina viongozi wangapi? Ina wanachama wangapi? Ina mashabiki wangapi? Wao tu mamilioni ya watu hawezi kushauriana. Mimi nashauri nini? Lakini una nafasi kama mdau wa soka. Sasa hapo nafasi yangu imekufa hapo. Sina cha kuwashauri. Watajua wenyewe. Kila mtu afe na msalaba wake. Kila mtu afe na msalaba wake. Watajua wenyewe. Hayanihusu. Kife tu. Mimi na yangu naangalia mtu mwingine tena ya nini shekhe? Ya kwangu wenyewe bado napambana nayo niangalie mtu mwingine sio hawaelewani. No, sielewani.
family life watajua. Unataka wasielewane? Watajua wenyewe na mambo yao, shauri zao. Katika ligi kuu ya NBC Premier League, mchezaji gani ambaye unatamani siku moja angecheza ndani ya Coastal Union na hivi sasa yuko kwenye vilabu vingine? Hawa tuliokuwa nao kwanza wote msimu huu. Ni wachezaji ambao wanastahili kuichezea Coast, kuvaa beji ya Coastal Union. Tuna Coast yenye wachezaji wengi bora sana. Almost wachezaji wote kwenye Coast yetu ni wale wachezaji ambao tayari kiufupi ni watu wa mpira. Sio, umeshanielewa? Sasa kama kuna mwingine yupo ambaye tunahisi ana uwezo wa kuichezea Coast, ukifika swala muda tu tunaweza tukaangalia. Sometimes unabidi appreciate kipaji cha mtu. Kuna wachezaji wengi wazuri ligi kuu. Nafikiri Afrika Mashariki yote nafahamu miongoni mwa ligi ambayo imebarikiwa talent za mpira ligi kuu ya NBC ambayo iko hapa Tanzania, sio? Kwa hiyo wako wengi, nikisema tuorodheshe kwa majina hapa nafikiri interview yote itaishia kwa jambo hilo hilo. Kwenye timu zote 16. Ukienda championship kule vipaji ni vingi. Sisi tumechukua vipaji First League. Tuna Idi Manyerere, tuna George Komba. Wametoka First League kule Rhino Rangers ambao hawa wamefuatana kwenye magoli. George Komba ni top scorer First League, Manyerere anafuatia na goli kama 8 hivi. Sio, umeelewa? Kwa kama tumeweza kutoa kipaji First League, timu haya mashindano yote Tanzania yana talents za kutosha. Wachezaji hawa wako wengi. Lakini namna ya kuwa select na kuona hawa wanafaa kuitumikia Coastal Union kuna utaratibu maalum. Sio, umeelewa? Lakini kwa msingi wa swali lako ni kwamba wako wengi ndugu yangu. Sema tu mention hapa hatumalizi. Lakini kuna wengine wanasema kuna baadhi ya wachezaji ambao kila timu inatamani kuwa nao. Kama nani? Wanamtaja Faisal Salum Fetoto, acheze kwa. Wanamtaja Chama Klatos. Ni wachezaji wazuri. Lakini unajua kila mtu ana opinion yake. To be honest, Faisal ni one of the best player kwa naye kwa nchi yetu. The same to Klatos Chama. Lakini kwenye opinion kwamba lazima acheze timu yetu au tunamhitaji, hilo ni wazo binafsi sasa la mtu wa timu husika ambao kwetu hatujafikiria hayo. Hamjafikia huko? Hatujafikiria huko kabisa. Tuna machaguo yetu ambayo tunayo tayari na tuna mengine ambayo tunaendelea kuyaangalia kama tunaweza kuwa nao kwa dirisha dogo. Kwenye technical bench yetu inafanya hiyo research na kuangalia uwezekano wa kuwapata, lakini kwa wale wataja tunaheshimu vipaji vyao, lakini kwa sasa sio sehemu ya mpango yetu. Tutegemee kuona kesho mkichukua alama 3 mbele ya Young Africans. Na ndio lengo mama. Kuchukua alama 3 ndio lengo mama la kwanza. Kishindikana basi matokeo ya mpira wa miguu ni matokeo 3, walau tupate sare ya kupata alama 1. Lakini lengo mama ni kupata alama 3. Ukiangalia timu ya Young Africans na timu yenu kuna uwiano sawa kwa maana ya wachezaji uwezo wao uwanjani? As long as wote tunashiriki NBC Premier League, we are the same. Yaani midamu wote tunacheza hapa ligi kuu ya NBC hapa Tanzania, Bongoland. Sote tuko sawa. Madaraja ya wachezaji ni story tofauti na aina ya mashindano ambayo tunacheza. Na mwanzo pia nilikwambia ni timu ambayo ina wachezaji wengi wazuri. Tuna appreciate hilo, sio? Lakini sasa tukija kwenye mashindano wote tunashiriki shindano hili moja ambayo ligi kuu ya NBC, tukihama tutaenda CRDB wote tumo. Kabla ya kwenda huko michuano ya kimataifa kwa ambao wamebahatika kwenda. Kwa kwenye level hapa ndani tupo daraja moja la mpira. Muhimu ni nani ambaye anajiandaa vizuri na afanya vizuri kuliko mwenzake. Mwayo kuifanyia ukatili Simba. Mkapata matokeo dhidi ya klabu ya Simba moja msimu. Mlifanya vyema sana. Mlitoa sare 2-2. Huo ni ukatili? Au wao waliumia? Tulifanya kazi yetu. Wao waliumia ndio maana nasema ukatili. Wao waliumia. Na wao akimfunga mwingine inakuwaje? Sio ukatili. Wao wanafurahi kwa sababu wanasema nyumbani usipoteze mchezo, lakini moja ya sare basi wao ni kama walipoteza. Hilo jepesi sana ndugu yangu. Tulifanya kazi yetu. Amfanya ukatili. Tulifanya kazi yetu. Kama unatafsiriwa ukatili haya sawa, lakini sisi unajua tulikuwa kazini, tukafanya kazi yetu ya msingi ambayo ya kutafuta ugali. Basi moja ya lawama wakati mwingine tunasikia kwa wadau wa soka ni kwamba timu fulani na timu fulani ni kama zinakuwa na partnership. Kwa mfano tutasikia timu fulani, timu A na timu fulani ambazo siwezi kuzitaja lakini zinasemwa zinakuwa na ushirika na timu nyingine. Nyinyi nyinyi Coastal Union hichi kitu mnacho ama nyinyi yeyote anayekuja mbeleni ni adui yenu lazima mpate matokeo? Ndugu yangu tuweke sawa hapo. Ushirika ni jambo positive. Kwa sababu kuna sasa hivi tumefika level ambayo mnaweza mkasaini mpaka contract kuwa na ushirika wa kushare talents, ushirika wa kushare administration issues, namna ya kuongoza hizo timu, uendeshaji wa timu wa kisasa, sio? Namna ya kuapproach vipaji kwenye academy, ni ushirika positive. Na ndio ushirika ambao mimi naujua. Kwa kama kuna ushirika mwingine unazungumzia tofauti na huo, basi huo sio halali.
lakini timu za mpira kushirikiana sio jambo baya. Kuna wakati Bwana Hussein tunaona timu fulani inacheza na timu nyingine, ukuta wachezaji muhimu tegemezi wa timu fulani utakuta wanakaa bench na wanaanza wachezaji ambao sio first 11, kitu ambacho wakati mwingine wadau wa soka wanakilalamikia kwamba kulikoni, kwa nini wale wachezaji tegemezi wa timu husika hawajaanza kwenye first 11? Unakuta sio hawana shida yote, labda ana kadi ya njano au ana kadi nyekundu au ni majeraha, wana majeraha, hichi kitu kinakuwa kipo. Hii inakuaje hii? Ni sio muongo. Sijui hiyo incidence inakuwa kwa ajili gani. Labda sasa kama imewahi kutokea kwenye timu fulani, wao ndio wanapaswa kujibu kwa nini wao walifanya hivyo. Lakini mimi naamini kuna sababu nyingi za kimpira. Unajua ukiona mchezaji amewekwa benchi, tusiweke tu mawazo negative. Hizi timu zina mambo mengi ndani. Kuna mambo ya wenyewe kwa wenyewe, kuna issue za technical, kuna issue za fitness, kuna mambo ya mwalimu waona tu huyu fit. Kwa hiyo mimi nimeliweka kwenye mlengo wa positive, japokuwa sijalishuhudia kwa macho kwamba limetokea hivi kwa mtindo wa kubabaisha au namna gani vipi, ila mimi nimeliweka kwenye mtindo positive kuliko mtindo negative. Nafikiri simple and clear, tuibakishe statement kwa hapo. Unaamini katika masuala ya kishirikina kwenye michezo kwamba yanatokea na kuna baadhi ya timu zinatumia ushirikina ili ziweze kupata matokeo? Sijawahi kuona ndugu yangu. Mimi nipo kwenye mpira. Mbona tunaona bodi ya ligi na TFF wanatoa faini? Unasomaga zile barua vizuri? Unasomaga zile barua vizuri? Wanasema vitendo vya kishirikina. Vitendo vinavyoashiria ushirikina. Sasa bahati mbaya timu yangu haimo kwenye ambazo ishapigwa faini ya hivyo. Kwa hiyo sijawahi kuona kwa sababu sijakutana na incidents kama mazingira haya. Siku nikutana nitasema. Sijaambizana. Si ndio? Siku nikutana nitasema, nitashare. Sasa kwa hizi timu mimi sijawahi kukutana nazo incidents. Na kwa ambaye anafanya sijui kafanya kwa nini. Na sipo kwenye administration yao. Kwa sijui kwa nini wanafanya hivyo na wanafanyaje pia sijui. Vitendo kama hivi labda unapovisikia timu fulani imeadhibiwa kwa mazingira kama haya. Kwa mfano tuliangalia msimu uliopita Young Africans waliweza kukumbana na adhabu kali, naweza nikasema kutozwa mpaka faini ya milioni 100 kuto kutumia vyumba rasmi, wakatumia nje ya nyumba, nje kabisa ya uwanja, kitu ambacho kilitajwa kama ni miongoni mwa mambo ambayo ni kama ya ushirikina fulani hivi, na baadhi ya viminika wengine walionekana wanamwaga kwenye uwanja kwenye baadhi ya michezo wakapigwa faini na mazingira kama haya. Unaona hii inaashiria nini? Yaani kwa nini inakuwa tunafikia hapa? Yaani napata wakati mgumu kulijibu kwa sababu halijafanyika kwangu. Kwa hapa nitakuwa na wasemea watu wengine ambao wamekutana. Lakini unatoa maoni kama mdau wa soka. Of course na room wa kutoa maoni, lakini pia maoni yangu yanatakiwa yawe yameshiba. Si umeelewa? Kwa siwezi kutoa maoni yamefemea kwa sababu sijui hizo incidents na bahati mbaya zaidi mimi sifuatilii sana watu wengine. Labda tulikuwa tunacheza wote, lakini nje hapo mimi sitafuatilia. Utafuatilia. Nadili sana na timu yangu kuliko timu zingine. Kwa hiyo sijui limetokea na sijui niliwekaje kwenye mtindo mzuri, lakini kama ipo kwenye mpira basi sio jambo sahihi. Nafikiri mpira mchezo wa wazi unaonekana. Mpira ni science, sio? Tunacheza pale kwenye pitch, unaona mazoezini, unaona jinsi ambavyo mwalimu ana train timu yake. Hayo mambo ukiyaconsider sana kutoa mchezoni. Tuwekeze sana kwenye talents, tuwekeze sana kwenye kuwatunza wachezaji, tuwekeze sana kwenye mambo ya kiufundi, timu zinafanikiwa kuliko kwenye hizo incidents. Tumalize na maswali mawili ya mwisho. Swali la kwanza ni nani afisa habari ambaye unamwona anafanya vyema sana kwenye mimi hapa kwenye nafasi yake? Mimi hapa. Wewe hapa. Hussein Mchomvu. La pili unawazidi wote. Si umesema nani afisa habari anafanya vyema? Mimi si ni afisa habari. Ndio. Nimejitaja mimi. Simple, atuendelee. La pili unawashinda nani na nani labda? Timu ligi kuu ina maafisa habari wangapi? Haya, okay, wa kwanza ni wewe. Anayekufuatia ni nani? Sijui. Wa kwanza mimi. Japo wote wafanya kazi nzuri. Alafu unajua sisi bahati nzuri tunazungumza kwa wengi ni brothers. Mimi wengi nimewakuta kwenye game. Brothers wote wanafanya vizuri kinoma. Yaani vizuri kinoma. Mimi najifunza sana kwa wenzangu mara nyingi, na naamini na wao pia kuna mambo wanajifunza kwangu ni chache, lakini all in all ni kwamba kila mtu anafanya vizuri kwenye eneo lake na kwenye timu yake ambayo anaifanyia kazi. Kila mtu kimuuliza hilo swali atakujibu yeye kwa sababu yeye ni mhusika kwenye sehemu hiyo. Umeelewa? Kwa mimi I prefer myself, nafanya vizuri lakini naangalia na wenzangu wanafanya nini, najifunza panapostahili, kwa kuacha na acha na maisha yaendelee. Nje ya football kitu gani ambacho unakipenda zaidi? Nje ya football na muziki. Napenda muziki. Mimi mtu fulani wa muziki, nisikiza ngoma. Unapenda kuimba, kusikiliza? Kusikiliza tu ngoma. Manjwanga kidogo. Manjwanga unamaanisha? Misosi. Misosi. Kula kidogo. Piga miogo wangu wa nazi, nazi nini? Samaki nazi, maharage nazi. Kule Tanga kuna maharage fulani mazito kwenye karatasi yale ukiyafunga atoboke yani.
Harage zito ile harage robo nazi 12. Umekuja nayo ni toka Tanga? Bahati mbaya sina, ningekupa. Bwana mimi nikushukuru, nikutakieni kila la heri kwenye mchezo wenu dhidi ya Young Africans. Shukrani sana.